Salama kabisa katibu, tumekupigia simu, tuko kwenye kipindi Crown Sports, Crown FM hivi sasa. Tumekupigia simu hapa, kuna jambo tunahitaji tusaidie, linatutatiza kidogo. Jambo gani? No, kwenye mechi iliyopita ambayo imeleta kidogo mkanganyiko, wewe ndio ulikuwa msimamizi wa kituo kama ilivyo kawaida. Bila shaka iko hivyo, sio? Ndio. Na kwa utaratibu tumeambiwa hapa kwamba timu mgeni ili awasiliane na watu kwa ajili ya kwenda kufanya mazoezi, muda wake mazoezi kikanuni, anayepaswa kutoa taarifa ni msimamizi wa kituo ambaye ni wewe. Sasa utusaidie ni kwamba je, kulikuwepo na mawasiliano na wenye uwanja kwamba Simba wataenda kufanya mazoezi muda fulani wa jioni kutoka kwako? Kwanza asante kwa kunipatia nafasi. Lakini kulijibu swali lako, mimi nadhani mamlaka husika zimeshalitolea taarifa hilo jambo. Kwa maana ya bodi ya ligi. Okay. Wametoa taarifa rasmi ya kitu gani ambacho kimetokea, na wametoa mwongozo au maelekezo ni nini ambacho kinafanyika, na taarifa zaidi kuhusiana na mchezo huo zitatolewa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Okay. Sasa mimi nadhani tusirudi nyuma kwanza kuangalia nini kimetokea au nani kafanya nini. Kubwa tujikite kwenye taarifa na maelekezo kutoka kwenye vyombo rasmi na vyombo vinavyohusika, kwa maana wao watatupa maelekezo ya kitu gani hasa kinafuata. Tumekuelewa. Ukisoma vizuri ile taarifa, ndio nadhani ile taarifa imeelekeza au imejielekeza kwamba uchunguzi bado unaendelea. Utakapokamilika taarifa rasmi itatolewa na maelekezo yatatolewa. Okay. Sasa maelekezo yoyote ambayo tutayatoa nje ya mwongozo huo, tutakuwa tunaharibu taratibu au pengine tutakuwa tunaharibu uchunguzi ambao unaendelea. Tumekuelewa Misiru, lakini kwa uzoefu wako wa kuwa kwenye mpira, utoaji wa taarifa wa kwamba mtu fulani atakuja kufanya mazoezi natolewa na timu kwenda kwa timu mwenyeji, ama msimamizi wa kituo ndio huwa anakuwa anatoa mawasiliano ya kila kinachoendelea hapa katikati? Yani kwa maana gani? Yani unauliza kwa maana hiyo? Labda Pamba wametoka Mwanza wamekuja hapa Dar es Salaam na mechi na Simba ama na Yanga, na wewe ndio ukatibu na msimamizi wa kituo umewapokea, na kesho wanataka wakatrain kwenye uwanja, wanatakiwa kuwasiliana na wale ambao watacheza nao, ama mwenye uwanja, ama wewe ndio unatoa maelekezo ya kila kinachofanyika kwa yule mgeni? Sasa unajua kwa mechi, kwa mfano unapozungumzia mchezo unaohusisha Pamba, ni tofauti na mchezo wa timu kubwa hizi Simba na Yanga. Ndio. Kwenye taratibu hata za maandalizi za huu mchezo, ndio utaona kwenye hii michezo mingine vile vikao vya maandalizi ya mchezo vinafanyika siku ile husika ya mchezo. Ndio. Lakini kwa huu mchezo mkubwa, kile kikao cha maandalizi ya mchezo na vikao vingine vya maandalizi vinafanyika kabla ya siku husika ile ya mchezo. Ndio. Na kwa kawaida au kwa taratibu kwenye vile vikao vya maandalizi, ndio nadhani ndio kuna taratibu zote na miongozo yote inatolewa. Okay. Nini kinafanyika kwa utaratibu upi, kwa namna gani, kwa maana ya pre-match meeting, sio? Lakini kama nilivyokuambia, hili ambalo tunalizungumza ni jambo ambalo lipo kwenye kanuni, ni jambo ambalo lipo kwenye sheria. Okay. Na hivi vikao tunavyovizungumza ni vikao vya kikanuni, ni vikao vya kisheria, na ndio maana nimekuambia kwamba ni vyema tusubiri miongozo ya mamlaka zinazohusika. Ndio. Kwa sababu tayari wameshatuelekeza kwamba kuna uchunguzi unaendelea na kuna taarifa itakuja itatolewa. Sasa ni vyema tukabaki hapo, ndio, ili tusije tukaharibu ambalo tayari limeshaanza. Okay, ndio. Tuheshimu mamlaka na taratibu ambazo tayari anayepaswa kutoa taarifa ni msimamizi wa kituo ambaye ni wewe. Sasa utusaidie ni kwamba je, kulikuwepo na mawasiliano na wenye uwanja kwamba Simba wataenda kufanya mazoezi muda fulani wa jioni kutoka kwako? Kwanza asante kwa kunipatia nafasi. Lakini kulijibu swali lako, mimi
nadhani mamlaka husika zimeshalitolea taarifa hilo jambo. Ndiyo. Kwa maana ya bodi ya ligi. Okay. Wametoa taarifa rasmi ya kitu gani ambacho kimetokea, na wametoa mwongozo au maelekezo ni nini ambacho kinafanyika, na taarifa zaidi kuhusiana na mchezo huo zitatolewa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Okay. Sasa mimi nadhani tusirudi nyuma kwanza kuangalia nini kimetokea, unani kafanya nini. Kubwa tujikite kwenye taarifa na maelekezo kutoka kwenye vyombo rasmi na vyombo vinavyohusika, kwa maana wao watatupa maelekezo ya kitu gani hasa kinafuata. Tumekuelewa. Ukisoma vizuri ile taarifa, ndio nadhani ile taarifa imeelekeza au imejielekeza kwamba uchunguzi bado unaendelea. Utakapokamilika taarifa rasmi itatolewa na maelekezo yatatolewa. Okay. Sasa maelekezo yoyote ambayo tutayatoa nje ya mwongozo huo, tutakuwa tunaharibu taratibu au pengine tutakuwa tunaharibu uchunguzi ambao unaendelea. Tumekuelewa Misiru, lakini kwa uzoefu wako wa kuwa kwenye mpira, utoaji wa taarifa wa kwamba mtu fulani atakuja kufanya mazoezi natolewa na timu kwenda kwa timu mwenyeji, ama msimamizi wa kituo ndo huwa anakuwa anatoa mawasiliano ya kila kinachoendelea hapa katikati? Yani kwa maana gani? Yani unauliza kwa maana hivi? Labda Pamba wametoka Mwanza wamekuja hapa Dar es Salaam na mechi na Simba ama na Yanga, na wewe ndio ukatibu na msimamizi wa kituo umewapokea, na kesho wanataka wakatrain kwenye uwanja, wanatakiwa kuwasiliana na wale ambao watacheza nao, ama mwenye uwanja, ama wewe ndio unatoa maelekezo ya kila kinachofanyika kwa yule mgeni? Sasa unajua kwa mechi, kwa mfano unapozungumzia mchezo unaohusisha Pamba ni tofauti na mchezo wa timu kubwa hizi Simba na Yanga. Ndio. Kwenye taratibu hata za maandalizi za huu mchezo, ndio utaona kwenye hii michezo mingine vile vikao vya maandalizi ya mchezo vinafanyika siku ile husika ya mchezo. Ndio. Lakini kwa huu mchezo mkubwa kile kikao cha maandalizi ya mchezo na vikao vingine vya maandalizi vinafanyika kabla ya siku husika ile ya mchezo. Ndio. Na kwa kawaida au kwa taratibu kwenye vile vikao vya maandalizi, ndio nadhani ndio kuna taratibu zote na miongozo yote inatolewa. Okay. Nini kinafanyika kwa utaratibu upi, kwa namna gani, kwa maana ya pre-match meeting, sio? Lakini kama nilivyokuambia, hili ambalo tunalizungumza ni jambo ambalo lipo kwenye kanuni, ni jambo ambalo lipo kwenye sheria. Okay. Na hivi vikao tunavyovizungumza ni vikao vya kikanuni, ni vikao vya kisheria, na ndio maana nimekuambia kwamba ni vyema tusubiri miongozo. Asante kwa kunipatia nafasi. Lakini kulijibu swali lako, mimi nadhani mamlaka husika zimeshalitolea taarifa hilo jambo. Ndiyo. Kwa maana ya bodi ya ligi. Okay. Wametoa taarifa rasmi ya kitu gani ambacho kimetokea, na wametoa mwongozo au maelekezo ni nini ambacho kinafanyika, na taarifa zaidi kuhusiana na mchezo huo zitatolewa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Okay. Sasa mimi nadhani tusirudi nyuma kwanza kuangalia nini kimetokea, unani kafanya nini. Kubwa tujikite kwenye taarifa na maelekezo kutoka kwenye vyombo rasmi na vyombo vinavyohusika, kwa maana wao watatupa maelekezo ya kitu gani hasa kinafuata. Tumekuelewa. Ukisoma vizuri ile taarifa, ndio nadhani ile taarifa imeelekeza au imejielekeza kwamba uchunguzi bado unaendelea. Utakapokamilika taarifa rasmi itatolewa na maelekezo yatatolewa. Okay. Sasa maelekezo yoyote ambayo tutayatoa nje ya mwongozo huo, tutakuwa tunaharibu taratibu au pengine tutakuwa tunaharibu uchunguzi ambao unaendelea. Tumekuelewa Misiru, lakini kwa uzoefu wako wa kuwa kwenye mpira, utoaji wa taarifa wa kwamba mtu fulani atakuja kufanya mazoezi natolewa na timu kwenda kwa timu mwenyeji, ama msimamizi wa kituo ndo huwa anakuwa anatoa mawasiliano ya kila kinachoendelea hapa katikati?
Yani kwa maana gani? Yani unauliza kwa maana ipi? Labda Pamba wametoka Mwanza wamekuja hapa Dar es Salaam na mechi na Simba ama na Yanga, na wewe ndio katibu na msimamizi wa kituo, umewapokea na kesho wanataka wakatrain kwenye uwanja, wanatakiwa kuwasiliana na wale ambao watacheza nao ama mwenye uwanja, ama wewe ndio unatoa maelekezo ya kila kinachofanyika kwa yule mgeni? Sasa unajua kwa mechi, kwa mfano unapozungumzia mchezo unaohusisha Pamba ni tofauti na mchezo wa timu kubwa hizi Simba na Yanga. Ndio. Kwenye taratibu hata za maandalizi za huu mchezo, ndio utaona kwenye hii michezo mingine vile vikao vya maandalizi ya mchezo vinafanyika siku ile husika ya mchezo. Ndio. Lakini kwa huu mchezo mkubwa kile kikao cha maandalizi ya mchezo na vikao vingine vya maandalizi vinafanyika kabla ya siku husika ile ya mchezo. Ndio. Na kwa kawaida au kwa taratibu kwenye vile vikao vya maandalizi, ndio nadhani ndio kuna taratibu zote na miongozo yote inatolewa. Okay. Nini kinafanyika kwa utaratibu upi, kwa namna gani, kwa maana ya pre-match meeting, sio? Lakini kama nilivyokuambia, hili ambalo tunalizungumza ni jambo ambalo lipo kwenye kanuni, ni jambo ambalo lipo kwenye sheria. Okay. Na hivi vikao tunavyovizungumza ni vikao vya kikanuni, ni vikao vya kisheria, na ndio maana nimekuambia kwamba ni vyema tusubiri miongozo ya mamlaka zinazohusika. Ndio. Kwa sababu tayari wameshatuelekeza kwamba kuna uchunguzi unaendelea na kuna taarifa itakuja itatolewa. Sasa ni vyema tukafanya mazoezi muda fulani wa jioni kutoka kwako. Kwanza asante kwa kunipatia nafasi. Lakini kulijibu swali lako, mimi nadhani mamlaka husika zimeshalitolea taarifa hilo jambo. Kwa maana ya bodi ya ligi. Okay. Wametoa taarifa rasmi ya kitu gani ambacho kimetokea, na wametoa mwongozo au maelekezo ni nini ambacho kinafanyika, na taarifa zaidi kuhusiana na mchezo huo zitatolewa kwa mujibu wa taarifa hiyo. Okay. Sasa mimi nadhani tusirudi nyuma kwanza kuangalia nini kimetokea, unani kafanya nini. Kubwa tujikite kwenye taarifa na maelekezo kutoka kwenye vyombo rasmi na vyombo vinavyohusika, kwa maana wao watatupa maelekezo ya kitu gani hasa kinafuata. Tumekuelewa. Ukisoma vizuri ile taarifa, ndio nadhani ile taarifa imeelekeza au imejielekeza kwamba uchunguzi bado unaendelea. Utakapokamilika taarifa rasmi itatolewa na maelekezo yatatolewa. Okay. Sasa maelekezo yoyote ambayo tutayatoa nje ya mwongozo huo, tutakuwa tunaharibu taratibu au pengine tutakuwa tunaharibu uchunguzi ambao unaendelea. Tumekuelewa Misiru, lakini kwa uzoefu wako wa kuwa kwenye mpira, utoaji wa taarifa wa kwamba mtu fulani atakuja kufanya mazoezi natolewa na timu kwenda kwa timu mwenyeji, ama msimamizi wa kituo ndo huwa anakuwa anatoa mawasiliano ya kila kinachoendelea hapa katikati? Yani kwa maana gani? Yani unauliza kwa maana ipi? Labda Pamba wametoka Mwanza wamekuja hapa Dar es Salaam na mechi na Simba ama na Yanga, na wewe ndio katibu na msimamizi wa kituo, umewapokea na kesho wanataka wakatrain kwenye uwanja, wanatakiwa kuwasiliana na wale ambao watacheza nao ama mwenye uwanja, ama wewe ndio unatoa maelekezo ya kila kinachofanyika kwa yule mgeni? Sasa unajua kwa mechi, kwa mfano unapozungumzia mchezo unaohusisha Pamba ni tofauti na mchezo wa timu kubwa hizi Simba na Yanga. Ndio. Kwenye taratibu hata za maandalizi za huu mchezo, ndio utaona kwenye hii michezo mingine vile vikao vya maandalizi ya mchezo vinafanyika siku ile husika ya mchezo. Ndio. Lakini kwa huu mchezo mkubwa kile kikao cha maandalizi ya mchezo na vikao vingine vya maandalizi vinafanyika kabla ya siku husika ile ya mchezo. Ndio. Na kwa kawaida au kwa taratibu kwenye vile vikao vya maandalizi, ndio nadhani ndio kuna taratibu zote na miongozo yote inatolewa.
Nini kinafanyika kwa utaratibu upi, kwa namna gani, kwa maana ya pre-match meeting, sio? Lakini kama nilivyokuambia, hili ambalo tunalizungumza ni jambo ambalo lipo kwenye kanuni, ni jambo ambalo lipo kwenye sheria. Okay. Na hivi vikao tunavyovizungumza ni vikao vya kikanuni, ni vikao vya kisheria, na ndio maana nimekuambia kwamba ni vyema tusubiri miongozo ya mamlaka zinazohusika. Ndio. Kwa sababu tayari wameshatuelekeza kwamba kuna uchunguzi unaendelea na kuna taarifa itakuja itatolewa. Sasa ni vyema tukabaki hapo, ndio, ili tusije tukaharibu ambalo tayari limeshaanza. Okay, ndio. Tuheshimu mamlaka na taratibu ambazo tayari wanaendelea kuzichukua, yapo ambayo tayari wameshafanya. Tuwasubiri wakubwa wetu wakae, watupe maelekezo, watupe mwongozo, na hatimaye watatupa majibu ya kitu gani hasa kilitokea. Mazungumzo yoyote ambayo tutayaongea, pengine kwa namna moja au nyingine tunaweza tukaharibu ambalo tayari linafanywa kazi. Asante katibu kwa mawasiliano na sisi hapa na maelezo yako mazuri kabisa. Kama tutakuhitaji tutakurudia. Nashukuru sana Juma, asante. Asante sana, na umemsikia vizuri.